Deni pia huwa linachukuliwa ni kama ni liability. Sasa kama ni liability, maana yake mwisho wa siku ni lazima na kwenye liability kuna kuwaga na bad debit. Kwa hiyo kama ni kampuni, kama ni biashara, zile bad debit ni lazima mzibaini mapema. Tafuta vyanzo ambavyo vitakusaidia. Vyanzo vinaweza vikawa ni hata cycle ya watu ambao uko nao wanaoweza kusaidia. Kwa hiyo tunaanza na kusudi kwanza, then tuende kwenye lengo ambalo linakupeleka, ambapo kwenye lengo ndipo tunakutana na hizo plans, mipango, na baada ya mipango tunakutana sasa na discipline. Kwenye discipline pale, discipline siku zote inatengeneza consistency, mwendelezo wa jambo fulani, na hapa ni discipline ya mambo yote. Tuna discipline ya fedha, discipline ya muda, discipline hata ya mavazi, discipline ya ulaji. Niwashukuru wazungumzaji wote ambao wametangulia kuzungumza, wameongea mambo mazuri sana, na mimi nitajikita zaidi kwenye swala la uwekezaji, kwenye masuala ya kiuchumi, kama ambavyo tumetoka kuambiwa kwamba hata swala la familia linahitaji uwekezaji. Sasa uwekezaji bila pesa, of course vitu vingi unaweza ukawekeza, lakini ili mambo yaweze kwenda vizuri ni lazima pesa iweze kuhusika. Nadhani imekuwa ni chanzo kikubwa hata kwenye baadhi ya mahusiano kuvunjika kwa sababu ya kutokuwa na fedha. Kwa hiyo tunapoongelea swala zima la mipango, kwanza mipango ni hatua ya mbele sana. Kabla ya mipango ni lazima kuwepo na kusudi ambalo limekufanya uwe na hiyo mipango. Na baada ya kuwa na kusudi, kwa sababu kusudi ndio linakupa commitment, linakupa motisha ya kufanya kile ambacho umekusudia kukifanya. Lakini baada ya kusudi tunakutana sasa na malengo, kwa maana ya goals ambazo umejiwekea. Pale kwenye goals ndio tunakutana na hizo plans, kwa maana ya mipango ambayo itakufikisha sehemu husika ambayo wewe unayoitaka. Tuashumu umepanga safari ya kwenda Dar. Kwenda Dar unaweza ukaenda, lakini unaenda kufanya nini? Sasa kile unachoenda kukifanya ndio kusudi ambalo linalo kupeleka kule. Kwa hiyo tunaanza na kusudi kwanza, then tuende kwenye lengo ambalo linakupeleka, ambapo kwenye lengo ndipo tunakutana na hizo plans, kwa maana mipango, na baada ya mipango tunakutana sasa na discipline. Kwenye discipline pale, discipline siku zote inatengeneza consistency, mwendelezo wa jambo fulani, na hapa ni discipline ya mambo yote. Tuna discipline ya fedha, discipline ya muda, discipline hata ya mavazi, discipline ya ulaji. Kuna watu tukiletewa mabuffet hapa, tukaambiwa tule, let's kuna aina mbalimbali za misosi. Nadhani kila mtu atatamani kugusa kwenye kila plate ambayo yuko pale, kwenye kila buffet iliyoko pale. Sasa ile inakuwa sometimes sio discipline, kwa sababu ndio maana Wakorea wanasema chukumchi, kwa maana ya kwamba kidogo kidogo, na sio vyote vinaweza vikakufaa kuvichukua. Angalia kile ambacho wewe unahisi kwamba ni sahihi kwako, na hapo tunaongelea both aina ya chakula na size. Hiyo inatengeneza discipline. Lakini tukiondoka kwenye discipline sasa tunakutana na time, kwamba ni muda gani unajiandaa, muda gani unatengeneza mipango ambayo inayotekelezeka. Kwa sababu siku zote tunavyokuwa tunaweka plans, ndio maana kwenye miradi huwa tunatofautisha kati ya
ya project na programs, kwamba kuna kitu ambacho kenyewe kinakuwa na specific time frame kwa maana ya miradi. Watu kisikia neno mradi, maana yake ina ukomo wa muda, ina muda specific ambao ukifika huo muda, iwe umefikia iwe hujafikia, maana yake iko kitu automatic kinakuwa expire. Kwa hiyo moja ya nguzo kubwa muhimu sana tunapoweka malengo ni pamoja na muda, kuset time frame, timeline ya kile ambacho unachokuwa umekusudia kukifanya. Ni jambo la msingi sana. Na watu wengi tunapofika kwenye swala la mipango, huwa hatuna hata utaratibu wa kuandika yale malengo, mipango ambayo tunaokuwa tumejiwekea. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu kubwa sana unapoandika kitu. Cha kwanza, unaweka clarity, wanasema clarity, yani kile kitu ambacho unachokuwa umekipanga unakipa uhalisia, kwa sababu hata baadaye ukikaa unavyokuwa una review, kuandika tofauti na kuongea. Kwa mfano ninavyoongea hapa ni ngumu kuedit ninachokiongea, lakini unapoandika ni rahisi kuedit, si ndio? Maana yake sasa mipango unapoiandika inakusaidia baadaye unapo review, kwa sababu kwanza umeweka permanent documentation. Kuja kufutika ni mpaka pale wewe utakapokifuta ama umepoteza kile ambacho umekiandika pale. Kwa hiyo tujifunze kuandika. Sababu moja, tunaweka permanent documentation. Pili, tunaweka clarity, tunatengeneza uhalisia wa kile ambacho tunachokiandika. Lakini tatu, tuna manifest. Tunasema kuna nguvu kubwa sana unapoandika kitu, kwamba una attract kiweze kuja. Nilimuuliza swali hili Mzee Muna, nilikutana na picha pale ndani ya nyumba. Unajua kama ukiwa na utaratibu, documentation inaweza sio written, inaweza kawa ni visual. Let's say ni picture umeweka. Kwa mfano, unataka kununua gari, ukachukua picha ya gari unayoitaka ukaiweka ndani kwako, automatically utakuwa unakutana na aina hiyo ya magari barabarani kuliko ambavyo unavyotarajia. Utakuwa unajiuliza, nilikuwa wapi kuyaona siku zote? Si ndio? Kwa sababu manifest ina attract kile ambacho umefanyaje, umekiweka. Kwa hiyo tujifunze. Kwa hata kama ni nyumba fulani unaitaka, tafuta picha yake, ibandike ukutani. Kile kadri unavyoendelea kuiona, utakuwa unaendelea kuiona. Hata mtandaoni utashangaa, hata Facebook wanakuwa wanakupa recommendation. Utajiuliza watu ni wachawi nini, wamejuaje? Barabarani ukitembea utakuwa unakutana na hicho kitu. Na pia tunavoweka kwa mfano hiyo visual representation, maana yake inakuwa ina kuremind. Let's say kila unapoamka unakutana na hiyo picha umeibandika pale. Lakini mwisho wa siku itakuwa inakukereketa. Utasema kwamba why, kwa nini sifikii hiki kitu ambacho nimekipanga kukifikia? Kwa hiyo ni process ambayo inaweza ikakusaidia namna gani unaweza ukapangilia vitu vyako. Lakini jambo la msingi zaidi kulingana na mada yenyewe tulionayo hapa, ni namna gani tunaweza tukatengeneza vyanzo mbalimbali vya kiuchumi ambavyo vikatusaidia, hususan kwenye generation ambayo tupo hivi sasa. Tupo kwenye generation ambayo ina fursa nyingi sana, ni kwa sababu pengine hatujui kama tupo kwenye hizo fursa. Samaki mmoja aliulizwa, of course hakuulizwa, ila yeye ndo alikuwa anatafuta majibu. Alikuwa anaogelea, akawa anatafuta kitu kinaitwa ocean. Sasa akazunguka huko anaogelea, akakutana na samaki mkubwa sana. Akamuuliza kwamba natafuta hiki kitu kinaitwa ocean, na kipata wapi? Yule samaki mkubwa akajiuliza, ocean? Kumwambia ocean ndio upo kwenye ile eneo lote linalokuzunguka, ndio ocean. Akashangaa kwa mshangao mkubwa kwamba this is the water, what I want is the ocean. Mbaya ni maji, mimi ninachokihitaji ni ocean. Kwa maana nini? Kwamba
tafsiri ambayo imemtuma, ambayo imempeleka, kile kitu ambacho kimemzunguka, haoni kwamba ndio kile anachokitafuta, kwa sababu ni fursa ambayo ipo. Sasa kwenye ulimwengu ambao tupo, huu ulimwengu wa teknolojia, vijana tuna fursa nyingi. Kwa mfano, masuala ya digital AI sasa hivi imezunguka everywhere, kila mahali ukienda ni AI. Hakuna field sasa hivi ambayo utaigusa ambayo AI haijaingia. Ndio maana watu walikuwa wanahofia kwamba AI itakuja itaondoa ajira za watu. Hapana, AI ipo kwa ajili ya kurahisisha kazi zako, ila yule ambaye hataweza kutumia AI ndio kazi yake itachukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kila field kuna AI. All we have to learn from it to utilize hizo fursa ambazo zinazotuzunguka. Kwa mfano, sasa hivi kupitia AI unaweza ukaingiza kipato hata pasipokuwa na mtaji hata wa shilingi 10. Sasa hivi kuna AI unaweza ukatengeneza online course, sio mtaalamu wa jambo, lakini ukatengeneza hata ebook. Ebook ni vile vitabu vya online ambavyo unaweza ukaviuza mpaka Amazon. Ni AI imekutengenezea mpaka cover, mpaka mpangilio wa hicho kitabu kenyewe. Wewe unaenda tu kuuza. Tuna vitu kama Canva, unaweza ukavitumia kudesign hizo ebooks, ukaipeleka pale. Kile yenyewe inakuwa kadri mtu anavyonunua, yani yenyewe inauza kwa numbers. Kadri mtu anavyozidi kununua una earn income. Tuna platforms kama Fiverr, wangapi wanazifahamu? Fiverr, Upwork. Platforms zinafanya kazi vizuri kiasi kwamba tu wewe unaenda unatengeneza profile yako pale. Unasema labda mimi nimesoma kitu fulani ama nina utaalamu wa jambo fulani. Kwa mwisho wa siku yenyewe inakutafutia kazi ambazo zinaendana na ujuzi ambao uko nao. Kwa hiyo yenyewe inakuwa inakupa zile kazi. Naona kadri unavyozifanya unalipwa zile kazi automatically. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakufanyia kazi. Kwa hiyo tuna ulimwengu wa fursa ya AI, ulimwengu wa fursa ya teknolojia ambao ipo. Tunaweza tukatumia platform hizo kwa manufaa ya kutuingizia kipato. Tukiachana mbali na hilo, sasa hivi tunazo fursa nyingi sana za kutufanya pesa yetu itufanyie kazi, badala ya sisi kutrade our time and skills for money. Tunajikuta tuna invest nguvu kubwa sana, tunatafuta ajira, tunaenda tunaajiriwa, tuna sell ourselves kwa sababu ya pesa, lakini kumbe tuna platforms nyingi ambazo tunaweza tukainvest pesa yoyote ambayo unayoipata sasa hivi. Brother, najua muongelea vitu vingi, lakini kidogo kabla tujawapatia vijana nafasi ya maswali, nilikuwa natamani labda kwa kijana, kulingana na fursa ambazo zipo au kulingana na mazingira ambayo tuko nayo, kijana anawezaje kutengeneza mtaji, lakini pia ukigusia upande wa madeni. Vijana wengi sasa hivi wako na madeni mbalimbali, sijui wanapanga, wengine kama hivyo anaweza akakopa pesa labda ili aoe, anaweza akakopa pesa labda beti na kadhalika. Tumesikia habari ya matarajio, unaweka milioni 1 ili ushinde bilioni 2. Hiyo imekuwa ni changamoto. Unaweza kuzungumzia kwa maeneo hayo mawili, kijana anajipangaje ili kuweza kutoka kwenye hayo mazingira? Karibu. Asante sana, nilikuwa nakuja huko. Sawa. Sasa kuna vitu vya kuzingatia kabla ya kufanya hivyo, ndivyo ambavyo nitaka nivizungumzie, kwa sababu mara zote hakuna mtu ambaye ashiki pesa. Kila mtu anapata pesa, isipokuwa inategemea unaitumiaje. Kwa hiyo mimi nitawapa mambo matatu ambayo mara nyingi tunatumia fedha hizo. Cha kwanza, kuna namna ambavyo unaweza ukaitumia pesa ukaiteketeza. Let's say pesa ambayo unaenda unanunua kitu kwa gharama, alafu hiyo pesa hairudi. Kitu kama chakula ukinunua, ni pesa hairudi. Umeenda umenunua perfume ya bei ghali, ni kwamba pesa umeivanish, hairudi. Ndio namba moja. Lakini pili, kuna namna unaweza kuitumia pesa ukaikeep. Yaani unanunua kitu kwa kukeep hela. Let's say umenunua simu ikikuchosha muda wote unaweza kauza, ukaiconvert kwa pesa. Laptop, asset mbalimbali ni rahisi kuziconvert kwa pesa. Inategemea
ni asset. Sasa kwenye asset zimegawanyika. Kuna asset ambazo zinaweza zikaendelea kukuzalishia hela. Kwa mfano, umenunua gari kwa ajili ya biashara, inaweza ikaendelea kukuletea pesa. Lakini kuna asset nyingine ukinunua zina depreciate, zinashuka thamani. Kwa maana kadri unapoendelea kukaa muda inashuka thamani. Tatu, kuna namna ambavyo unaweza kutumia pesa kwa kuinvest. Sasa ndio eneo kubwa ambalo nilitaka kulizungumzia kwamba vijana tuinvest kwenye zaidi kufocus kwenye kuinvest pesa zetu. Sasa hivi tunazo platform nyingi, kuna mifuko ya uwekezaji, treasury bills, bonds na kadhalika, zinafanya kazi vizuri. Kwa mfano Vodacom wanaimwekeza, ni kitu ambacho unaweza ukawekeza na wanasema inakuwa ina compound interest, kwa maana kwamba ukiwekeza 100,000, ile 100,000 kwa sababu faida yao huwa inafika mpaka 13% kwa mwaka, na kila mwezi wanakuwa wanakulipa. Maana yake ni kwamba pesa yako inakufanyia kazi hata kama ukiwa umelala. Wao wenyewe wana multiply ile pesa yako. Kwa mwisho wa siku wanakupa gawio la kila mwezi, na hata ile faida watakayokupa inaendelea na yenyewe kuhesabu kama ni mtaji wako. Kwa hiyo inakuwa inaongezeka. Wanaofanya hivyo, kuna Mwekeza, kuna UTT AMIS, inafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo mjitahidi kutafuta hizo, inaweza zikawasaidia. Lakini pia ukiona haitoshi, kuna bonds kwa mfano za serikali ni sawa, yani kuna bonds ambazo unaweza kuikopesha serikali inafanya kazi yenyewe, inakuwa inakulipa, lakini yenyewe inakuwa haina compound interest kwa sababu mpaka mwisho wa mwaka wenyewe wanakulipa kile kiwango ambacho ni asilimia. Kwa mfano kama wamepanga 12% kwa mwaka, watakupa 12%. Lakini kwenye hii mifuko ya uwekezaji kama Ukwasi na nini, yenyewe inakuwa na compound interest, kwa maana mpaka ile asilimia, ile faida ambayo inayojizalisha na yenyewe inaongeza faida yake. Kwa hiyo lazima tu classify tunatumiaje pesa zetu. Kila pesa unayoipata jitahidi kuiweka kwenye makundi ambayo namna gani unaweza ukaitumia, lakini muhimu zaidi, jaribu sana kucover some risk. Kwa mfano kama mpaka leo hii bado unafanya kazi ili upate chakula, jitahidi sana kutengeneza system ambayo itakusaidia kuweza kucover gharama hizo za zile basic needs, food, shelter, clothes. Ukiweza kuzikava hizo, ni rahisi sana kuweza kumultiply incomes zako na kuinvest. Lakini sasa tumekopa, namna gani tunaweza tukatoka kwenye madeni? Kwanza kabisa, mkopo upo kwa ajili ya kukusaidia kumove pale ulipokuwa. Wanasema mkopo wewe na tija, sio tu unakopa alafu mwisho wa siku unabadilisha. Kuna kijana ndio anataka kuanza biashara alafu anaenda kukopa. Kwa mwisho wa siku ukienda kukopa, kuna riski yake ni kubwa sana endapo biashara isipoenda vizuri. Ndio maana hata kwenye masuala ya kodi wanakuwa wanakupa grace period. Sasa umeenda kukopa, benki haina grace period, kwa hiyo utajikuta unafilisiwa. Ndio maana njia nzuri ya kijana ndio unayetaka kukopa leo hii ni tafuta investors. Tengeneza business plan, tengeneza business idea nzuri. Tafuta investors ambao wanaweza wakainvest kwenye lile wazo lako na mwisho wa siku wakalifanyia kazi, kwa sababu riski mnakuwa mna share. Yaani wewe una share na ile investor wako same risk. Kwa hata namna kutatua mnakuwa mnashirikiana. Kwa hiyo inaweza ikawa ni jambo zuri. Lakini sasa pengine upo kwenye deni na unataka kutokaje kwenye deni? Ya kwanza kabisa, usiongeze deni lingine. Baki na hilo deni ambalo uko nalo. Kwa sababu kuna wengine ana deni, anaenda anakopa huku ili alipe lile deni. Yaani maana yake anadabodisha madeni. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa ni changamoto kuweza kukabiliana na hayo madeni. Hiyo ni moja. Lakini pili, tafuta vyanzo ambavyo vitakusaidia. Vyanzo vinaweza vikawa ni hata cycle ya watu ambao uko nao wanaoweza kusaidia. Kwa mfano, umekopa kwa ajili ya jambo fulani, kama ni biashara, invite partners ambao wanaweza kupartner na wewe katika ile biashara. Sasa partners huwa anakuja sometimes na share capital. Sasa share capital ile inaweza ikakusaidia wewe kuweza kukava hizo deni, kwa sababu deni pia huwa linachukuliwa ni kama ni liability. Sasa kama ni liability, maana yake mwisho wa siku ni lazima na kwenye liability kuna kuwaga na bad debit. Kwa hiyo kama ni kampuni, kama ni biashara, zile bad debit ni lazima mzibaini mapema na muanze nazo.
kwamba baina ya muda huu mnaseti muda kwamba ikifika muda huu ni lazima madeni mabaya tuwe tumeyalipa, tumeyamaliza. Kwa hiyo sasa partners unawashirikisha kwamba biashara hii iko hivi, lakini kuna 1, 2, 3 kama ni hayo madeni, na waweze kukusaidia kuondokana na madeni ya namna hiyo. Lakini njia nyingine sasa hivi kuna funds nyingi, calls za proposals zipo ambazo zinaweza zikakusaidia kuweza kuondoa hizo financial stress. Kama upo labda una initiative yako unaifanya, kuna watu wanafanya mpaka individual idea kwa ajili ya utekelezaji. Inaweza ikawa ni sosi mojawapo ya pesa ambayo itakusaidia kuweza kukabiliana na hayo madeni. Kwa hiyo tunaweza tukatumia baadhi ya hizo njia ambazo zinaweza zikatusaidia sana kukabiliana na hayo madeni, lakini pia kujinyima, kuondoa matumizi ambayo ni unnecessary. Unajua kuna muda mwingine mtu anakopa ili akanunue gari. Unakopa ili ukanunue nyumba. Nyumba ni liability, sio asset. Kwa sababu mwisho wa siku utakuwa unaigaramia. Gari kama ifanye biashara na yenyewe ni liability, itakukost hela kila siku. Kwa hiyo tuepuke zile unnecessary expenses ambazo zinaweza zikaendelea kutuingiza kwenye madeni na mwisho wa siku tukajikuta hata kile kidogo tunachokipata kinazidi kushuka. Topic hii ni ndefu sana. Nadhani mambo yanaweza kuwa ni mengi. Kwa hiyo the more tutakapouliza maswali tutaendelea kurespondi zaidi na tutapata